Mwanamichezo, karibu sana tu yazungumze mazuri ya kimichezo. Niko na GB64 kuyachakata mazuri ya kimichezo, shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba. Kwema? Kwema kabisa. Weekend zimeshaisha, tunaonana sasa hivi, tuko katikati ya nini? Katikati ya wiki, unaelewa bwana. Jumatano leo, kwa hiyo wiki inaenda vizuri. Jua ni kali, joto ni kali, lakini linaashiria mvua. Tuko vizuri sana. Jana tumeona baadhi ya picha zikisambaa mitandaoni na tumeona tajiri Mo naye anatuma maombi kwa klabu ya Simba kuomba kuwajengea uwanja. Swala hili ni kama limekuja ghafla ama ni wakati sahihi? Si wakati sahihi, si wakati sahihi kwa wale waliotuma, kwa sababu mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba Mo anaweza akafanya hicho kitu, kwa sababu Mo ni miongoni mwa watu wa Simba, na wakati Jeruti anaingia mkataba na Simba, sawa, Mo nadhani alikuwepo na ni mhusika mkuu, sawa, na nadhani ndio aliotoa baraka za Jeruti kupata nini, kupata kandarasi ya nini, ya jezi. Na katika kandarasi ya jezi Jeruti na maana anafanya kisheria, kwa sababu anafanya vitu ambavyo aliwaahidi Simba katika mkataba wake. Sasa kama mkataba Jeruti aliingia na Simba, sawa, Mo akiwemo, kwa sababu unapozungumzia Simba unazungumzia inaendeshwa na bodi, na bodi kuna upande wa 51% na 49%. Kwa hiyo wote 49 na 50 zimelisia na 51 imelisia ule mkataba wa nani, wa Jeruti. Kwa hiyo katika ule mkataba kuna condition of terms waliwekeana ya kusajili mchezaji mmoja kila dirisha, kila msimu wa usajili, especially kwa dirisha dogo, na amefanya hivyo Jeruti. Amemleta Innocent Luemba, sawa, na vile vile kuna basi, sawa, ambalo liko njiani, nadhani ndani ya mwezi wa 4 bosi amesema basi itakuwa limefanya limewasili. Kingine ni swala la uwanja, sawa, atatutengenezea nini uwanja ndani ya hii miaka 5 yake, ambao nao utekelezaji wake ndani ya mwaka huu uwanja unaweza kufanya nini, kujengwa. Na ndio maana umemwona jana, sawa, amepost, umeelewa, wakati kwa yuko China ameenda kutafuta kandarasi na alikuwa anaongea na ile kampuni, alikuwa amefanya kikao. Baada ya kumaliza ndo akaposti na ile ramani ya nini, ya uwanja, kwamba uwanja utekelezaji wake unaanza soon. Sawa, sasa wale machawa wa Mo baada ya kuona kwamba tayari yule mwamba amesha posti swala la uwanja, ndio na wao wakaposti. Sio Mo mwenyewe, ni watu ambao wana mapenzi na Mo, wanaona kama wana mapenzi naye, lakini ni watu ambao wanatuharibia timu. Kwa sababu mimi naamini Mo hawezi kufanya kitu kama hicho, kwa sababu hata yeye mwenyewe ni furaha yake kumuona Jeruti anautengeneza uwanja wa nini, wa Simba wa mechi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wale wapambe sasa, yani wao wanaona kama Mo labda anashindana na nani, na Jeruti. Mo ashindani na Jeruti. Jeruti yeye ni mzabuni wa jezi kama alivyokuwa wazabuni wengine, kama alivyokuwa Sunderland msimu wa mwaka jana, sawa, kama alivyokuwa Vunja Bei misimu miwili nyuma, sawa, na watu walibarikiwa na huyo Mo na kamati ya nini, na kamati ya utendaji wa nini ya Simba ambao ndio bodi. Sio, umeelewa? Na mwenyekiti wake anatoka kwenye upande wa 49%, lakini na Jeruti ni miongoni mwa hao wazabuni wa nini, wa jezi, na ameshinda tenda. Kwa hiyo anafuata taratibu alizowekeana na nini, na Simba, ambazo zilibarikiwa, mkataba wake ulibarikiwa na huyo Mo. Kwa hiyo sidhani kama Mo anaweza kaleta upinzani na nani, na Jeruti, au kati ya Jeruti na Mo kuna upinzani wa aina yoyote. Huyu sio mwekezaji. Hawa wawekezaji watatu sio Jeruti, wawekezaji watatu watakuja ndani ya Simba. Kija Jeruti yeye atafanya kazi na hao wawekezaji watakaokuja, hata akiwa mmoja akiwa wawili, yeye atafanya kazi nao, kwa sababu yeye ana mkataba wa miaka 5 na Simba. Kwa hiyo anatekeleza ahadi zake na ilani alizojiwekea na Simba. Kwa hiyo hana upinzani na Mo. Ila hawa watu hao ndio wana Simba wanatakuwa watambua, hawa ni waharibifu, wanataka kuharibia ni timu yetu, wanataka kuipasua Simba katikati, ionekane Mo na mwekezaji wa ndani na mdhamini wa jezi kwamba wanafanya nini, kama wana bifu. Lakini Mo hana bifu na nani, na Jeruti. Na Mo kama angetaka tenda kutengeneza jezi asingenyimwa ndani ya Simba. Kwa hiyo ndio maana ameachia watu wengine waendelee kufanya nini, kutengeneza jezi. Kwa hiyo yule anatengeneza uwanja kwa matakwa nini ya mkataba nini unapomtaka afanye. Swala la uwanja silikuwa kwa Mo Dewji, ndio aliahidi kwamba atajenga uwanja wa Mo Arena na akaahidi kwamba atajenga hosteli za kisasa, na pamoja ilikuwa na kama milioni 100 kwa vijana. Mo aliahidi, alisema kama uwekezaji utafanya nini, utakamilika, lakini uwekezaji mpaka sasa hivi ulikuwa unafanya unachelewa, na kutokana na taratibu za nini, za uwekezaji ambazo zinatakiwa na nini na serikali. Sio, umeelewa? Kwa taratibu zinataka iondolewe neno mwekezaji, ndio wawekezaji. Sio, umeelewa? Kwa tafsiri yake hatotengeneza Mo peke yake. Ina maana kama Mo atakuwepo basi atakuwa na wenzie
kuanzia wawili ndio atakaotengeneza nini huo uwanja wa Simba, lakini kimkataba sawa, Jairut amekubali kubeba hiyo Simba, na ndio maana Mo alibariki ule mkataba pamoja na nini na upande wa 51% ambao unaongozwa na Mangungu, ndio alibariki huo mkataba. Sasa kwa nini yeye tena aje ageuke? Ndio upate picha kwamba sio Mo, ila ni machao wa Mo ndio walioposti vile vitu, lakini sio Mo. Hata ukiingia kwenye peji yake uweze ukakuta hiyo post, sio unaelewa. Lakini kwa Jairut ukiingia kwenye peji ya Rwegasila Joseph Samson unaikuta ameposti yeye mwenyewe, lakini kwa Mo sijaiona. Kwa hiyo mimi ndo nimeiona kwenye akaunti ya Simba na akaunti ya Lux. Kwa hiyo hawa ni wachafuzi wanaotaka kutuharibia amani ndani ya Simba. Hawapendi kuiona Simba iko katika hali ya utulivu. Lakini mimi naamini Mo hana ugomvi na Jairut. Umeelewa? Mo hana ugomvi na nani? Na Jairut. Sawa, Jairut anatimiza matakwa ya kisheria ya mkataba aliyowekeana na Simba. Ahadi zimekuwa nyingi kwa upande wa Simba. Ilikuwa Iriza bado haijafika. Uwanja huu wimbo umekuwa wa kitambo sana. Hostel za kisasa, gym na vitu vingine, miundombinu kadhalika ya wachezaji kwa ajili ya training, lakini hatukuwahi kuona hata kimoja kikitimizwa. Walitaka pia kusajili mchezaji anayependwa na mashabiki. Sidhani kama Ino Luemba alikuwa midomoni mwa wanasimba. Kumpenda mchezaji, sisi tunachonga, watu wametafsiri vibaya. Sio mchezaji anayependwa na wanasimba, tunahitaji mchezaji bora. Wewe Ino Luemba unamkataa? Kuna mwana Simba sasa hivi umwambie Ino Luemba hamtaki? Ndio kipenzi chetu Ino Luemba, ndio alosababisha mechi ya dabi imekuwa ngumu mpaka watu wamelazwa vitandani. Ni Ino Luemba, umeelewa? Wengi kipenzi cha mashabiki walikuwa wanataka Faisal. Faisal taratibu zimekataa. Hauwezi ukatoa bilioni 1.2 umpe Yanga ambaye sio mchezaji, sio kwake. Sisi hatuingii mikataba ya kupumbavu. Kwa hiyo ndio maana ameletwa nani Ino Luemba ambaye amenunuliwa kwa pesa nyingi, dola 3.7, sio mchezo. Dola 370 ule mchezaji ni bilioni 1 hiyo. Huwezi ukamfananisha na Faisal hata kiuwezo, hata spirit ya upambanaji. Luemba yuko juu kuliko nani? Kuliko Faisal, sawa. Kwa hiyo sisi tunachoangalia mchezaji anayekuja ndani ya Simba. Na Jairut ya kumleta huyo tu Ino Luemba. Kuna picha wewe iangalie wale wachezaji watano. Yaani namzungumzia Libe Segwe, namzungumzia Aura, namzungumzia Ismail Tule, Ino Luemba pamoja na nani? Na Jibri Kasara. Walifika kwenye ofisi ya nani? Walikuwa na Jairut. Na hata magari amewapa nani? Maana yake hajatupa mchezaji mmoja, katupa wachezaji wengi. Kasaidia kwenye usajili wa wachezaji wengi. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye unaona kabisa ana mapenzi na Simba. Kwani wamepita wawekezaji wangapi wa jezi Simba? Kapita nani? Kasim Dewji alikuwa anatoa milioni 600. Kapita Vunja Bei bilioni 1. Hamna hadi yoyote wala hajatekeleza kitu chochote. Hata kutusajili hata mchezaji mmoja wa ndani hawajatusajilia. Kapita Sunderland hata kitu kimoja hajafanya. Lakini Jairut ameingia. Kwanza hela alotoa ni mara 3 ya hela ambayo ilikuwa inatolewa na mzabuni wa mwisho wa nini wa jezi. Bilioni 2 kwa bilioni 6, maana yake ni mara 3, yani 3 times. Kwa hiyo huyu unaona moja kwa moja ana mapenzi na Simba Sports Club. Ametusajilia mchezaji Ino Luemba na amewapa magari wachezaji 5 wa Simba. Mzabuni gani alishawahi kufanya hicho kitu? Anaahidi mpaka pesa, kila mechi mkishinda anawapa kiasi fulani. Mzabuni gani wa mechi ambaye ashafanya hicho kitu? Kwa hiyo unaona kabisa huyu mwamba anaipenda Simba licha ya kuwa ni mdhamini wa jezi, lakini bado ana mapenzi na Simba, na ndio maana anatamani Simba itoke level hii iende kwenye level nyingine, kwa sababu ya mapenzi yake, anaipenda timu yake aione inakuwa. Ulisema zile gari ni za zamani, mwaka 2006 toleo. Gari za zamani lakini si mpya, kwani kila gari unayoiona. Kwa hiyo gari zingine zote zimemolewa. Watu waache ushamba. Toleo la gari sisi tunachoangalia ni brand new, hatuangalii toleo imetengenezwa mwaka gani. Leo ukiangalia magari yote, kuna magari mpaka yametengenezwa miaka 80, sio, umeelewa? Lakini tunachoangalia ni ubora wa nini? Ubora wa gari. Lile toleo ni jipya, Toyota Crown ni toleo jipya, sawa, na wachezaji wa Simba wamepata. Kuna baadhi ya vilabu hapa mpaka sasa hivi wachezaji wao wanatembelea na bajaji, wengine wanatembelea na bodaboda. Faisal Salum mpaka anaondoka Yanga hajawahi kununuliwa gari, alikuwa anatembea na pikipiki, alikuwa anakaa kidogo, anaenda mazoezi ya Big Town na boxer. Wewe vipi? Anasema wataishia kupiga picha. Unamjua bosi wako? Yaani
Tumeona amepiga picha na basi la Iriza lakini halijafika mpaka sasa hivi. Ilikuwa lifike mwaka jana, ikawa tena mwezi wa 12, na wewe nilizungumza na wao ukasema mwezi wa kwanza. Kuna matatizo gani sasa hivi? Matatizo ya ulimwengu, kuna matatizo gani? Kuna matatizo gani mpaka sasa hivi? Basi atulione. Ushaambiwa mwezi wa 4 basi litakuja. Hakuna shaka. Taratibu, yani taratibu. Kitu kimoja kimoja kitafanya nini? Kwa nini usiwe na mashaka na mtu ambaye aliahidi tangu 2017 mpaka leo hakuna kitu chochote alichotelekeza? Uwe na wasiwasi na mtu ambaye ndio kwanza ana miezi 6 ndani ya Simba. Sisi hatuna wasiwasi na Simba, ni elimu. Tunamwelewa bosi wetu na tunaelewa kila kitu atakachokifanya, alichokiahidi atakitekeleza. Kashaleta mchezaji, kashawapa magari wachezaji, basi rais la linafanya nini? Liko njiani linakuja.